Niombe Washa Baba Askofu na jopo zima tuketi. Wakati huu niombe Paroko Benedikti Msofe, Paroko Gilbert Mushi na Paroko Laurent Tarimo, tunaomba tusogee kwenye meza kuu. Tunaomba maparoko wao wasogee kwenye meza kuu. Paroko wa Father Benedict Msofe, paroko wa Gilbert Mushi na paroko wa Father Laurent Tarimo, tafadhali unaomba usogee kwenye meza kuu, tunataka kuanza. Kurugenzi wa halmashauri wa lei jimbo Baba Vitalis Kasembo, paroko Baba Francis Hiza, paroko msaidizi Baba Peter Senga, mapadre wapya Baba Gilbert Mushi, Baba Peter Mhina, Baba Laurent Baso, Baba Benedict Msofe na Baba Simon Shimbe, viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa, viongozi mbalimbali wa dini, mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia, mapadre na mashemasi wote, watawa wa kike na wa kiume wote, wazazi na ndugu wa mapadre wapya, wageni walikwa na wanaparokia wote, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu Msaidizi Heri Mchamungu, itifaki imezingatiwa, na bila kupoteza muda niombe kwa heshima kubwa kumwalika hapa kwenye stage Baba Paroko Baba Francis Hiza kwa ajili ya mwanzo mzuri, alafu baadaye hapo tutaendelea na ratiba. Nikuombe kwa heshima na kwa ridhaa yako Baba Francis Hiza, nafasi ni ya kwako, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi najua kwamba watu wamekaa sana, ndio maana njaa tangu asubuhi. Basi kwa unyenyekevu mkubwa kabisa nimwalike Baba Askofu aweze kubariki mapaji ambayo kwa mbele yetu na ratibu mwingine uweze kuendelea. Baba karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku ya leo, tunakushukuru kwa ajili ya mapadri wapya 5 ambao kanisa lako limewapata siku ya leo. Tunakuomba ubariki mapadri ambayo tutatumia siku ya leo, ubariki pia shughuli zote zitakazotendeka hapa, yote vitendeke kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kabla ya MC hajaendelea, inawezekana na mimi nikawa MC. Muda wangu wa kukaa nanyi ni mfupi, kwa sababu kama mnavyojua Jumapili ijayo kule Bagamoyo jimbo linazinduliwa rasmi na Baba Msomba atasimikwa. Kamati ya maandalizi mimi ni mwenyekiti, kwa hiyo na mambo ambayo ya kufanya. Kwa hiyo yale ambayo yanayonihusu mimi kama askofu wale wameshatendeka kanisani kule, kutoa daraja. Kama si askofu huwezi kutoa daraja, lakini mambo mengine si kukata keki, si nini na nini, mbona yote anaweza kufanya tu. Kwa hiyo na uzuri moja, Spiria yuko hapa, basi hayo mengine anaweza kayafanya. Kwa hiyo mkiona nimekaa hapa robo saa na kuondoka, mtanielewa. Mtaomba mnielewe, muda wangu ni mfupi sana. Kuna mambo ambayo sitaweza kuyaona, ni mazuri sitaweza kuyaona. Kwa mfano kuna si halaiki,
kuna mambo ya dance, vyote hivi sitaweza kuvishuhudia japo ni mazuri. Nyimbo vyote hivi kwa bahati mbaya sitaweza kuvinani. Bila hii ya kukata keki mtashuhudia wakiwa nakata wahusika, na chakula nionje pale, na baada hapo naweza nikasepa. Baada hapo naweza nikasepa, mambo mengine yataendelea vizuri tu, mna shida. Kwa hiyo hakuna wasiwasi. Kwa hiyo MC, naomba unielewe, na waamini leo kusanyika, naomba mnielewe katika hilo. Mambo mengi, kwa hiyo siwezi kukaa mpaka mwisho. Basi MC, karibu uendelee na ratiba yako, lakini basi umeshapata ujumbe wangu. Sawa? Amina baba. Asante sana. Asante, tupige makofi mengi kwa baba Mwasham, askofu msaidizi Henry Mchamungu. Tunashukuru hata kwa muda huo mchache ambao utajumuika na sisi. Mungu akubariki sana. Basi bila kupoteza muda, ratiba inanielekeza tunakwenda kwenye utambulisho, na nikuombe kwa mara nyingine nikuinue Father Hiza kwa ajili ya utambulisho. Tafadhali DJ, naomba niinulie Father Hiza kwa ajili ya utambulisho. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi utambulisho nitamtambulisha tu mkuu wa shirika na msaidizi wake, na baada ya hapo watakao kutambulisha wazazi, ndugu, jamaa na marafiki watakuwa ni mapadri wapya. Mimi basi kwa unyenyekevu mkubwa nipende kuchukua nafasi hii nimsimamishe makamu mkuu wa shirika Padre Dennis Kunambi awasalimie. Makofi mengi kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nina furaha kuwepo mahali hapa katika furaha ile ya mapadi wetu wapya. Nami sasa nitumie nafasi hii kuwatambulisha mapadi wetu wa shirika popote pale walipo. Kwa ujumla wao niombe wasimame mapadi wetu wa shirika. Tunaye Father Laurian Laswai, paroko wa parokia Mtakatifu Faustina Kifuru. Niombe na mapadi wengine msimame niweze kuwaona. Basi tunaye pia Father Remy kutoka kule Nairobi, Kenya. Tunakushukuru sana kwa kufika. Na Father Samuel Wekesa pia naye kutoka kule Nairobi, Kenya. Karibu sana, tunafurahi kuwaona. Wako pia mabrother wetu wa shirika, wako wengi, wamevaa habits za kwetu, mtawaona wakipita pita huko na kule. Basi mtambue tunafurahi pamoja katika siku hii muhimu sana na ya kipekee kwetu kama shirika. Nipende sasa kumkaribisha mhudumu wetu wa shirika Father Jerome Monishi, naye aweze kuwasalimia. Karibu sana baba. Sifu Yesu Kristo. Mwasha baba askofu na Henry Mchamungu, askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam, waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Tuna furaha kubwa sana kujumuika hapa alasiri hii kwa ajili ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndugu zetu mapadri tano ambao ni zawadi ya Mungu ndani ya shirika na kanisa. Nashukuru sana kujumuika pamoja na hawa ndugu zetu, kuwaombea, lakini hata kuwasindikiza matashi mema kwa sala kwa hali mbalimbali. Naomba tufurahi pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya upendo wake kwa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa unyenyekevu mkubwa sasa nitamkaribisha kwanza kabisa paroko msaidizi wa Kinyerezi Padre Laurent Talmo. Naomba usimame tupigie makofi. Yeye basi nampa heshima ya kipekee kama mwenyeji, achukue maiki hii na aweze kutambulisha kwanza wageni wake, na baada ya hapo atakaribisha mmoja baada ya mwingine kutambulisha ndugu, jamaa na marafiki, kila mtu kwa wale ambao wamekuja kwa makundi. Baba karibu sana. Makofi, makofi, makofi kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu baba paroko amenipa majukumu hayo,
nami nafanya kwa ufupi zaidi. Popote walipokaa ndugu zangu, jamaa zangu na marafiki zangu, naomba tusimame na tupungie watu wote mikono. Piga makofi tena, ongeza makofi. Safi kabisa. Kwa sababu mimi ni Mwira kinatoka Mbulu, ningeweza kuwasalimia lakini naacha. Asanteni sana. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nitamkaribisha Padri Gilbert Mushi naye afanye kama nilivyofanya mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kristo. Basi napenda kuwatambulisha wazazi wangu popote mlipo, msimame mwapungie watu. Sawa. Piga makofi kwa wazazi. Gesa tena makofi. Basi wasimame na ndugu wote na marafiki zangu ambao wamekuja kunisherehekea pamoja na mimi, popote mlipo naomba msimame. Mbarikiwe sana. Asanteni. Napenda pia kumkaribisha padri mwenzangu Padre Benedict Msofe aweze kuwakaribisha wageni wake pia na kuwatambulisha. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa mshukuru Mungu kwa namna ya pekee kwa zawadi hii kubwa. Nitumie fursa hii kutambulisha baba na mama, Mzee Nestor Msofe na mama Assumpta. Naomba wasimame. Makofi mengi kwa wazazi. Geza tena makofi kwa baba na mama. Basi kwa wale wazee wetu, aliyebaki ni bibi aliyemzaa mama, naomba bibi Mbunda asimame. Makofi mengi kwa bibi. Wale wote ambao ni ndugu zake Mzee Nestor Msofe naomba wasimame. Kina baba mdogo na familia zao, asante sana. Ndugu za upande wa mama naomba wasimame. Wangoni wote walioko pale. Wangoni, makofi mengi kwenu. Geza tena wangoni. Barikiwe sana. Naomba kina kaka na dada yetu mdogo wasimame pamoja na familia zao. Asante. Kuna timu kutoka parokia Mtakatifu Matias Ngaramtoni, wote wasimame pamoja na baba paroko. Asanteni sana, pamoja na wageni wengine wote, karibuni sana. Karibishe sasa Padre Peter Muhima. Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi napenda kutambulisha ndugu zangu. Kwanza kabisa naomba nimtambulishe wadogo zangu. Naomba ndugu zangu wote wasimame na dada yangu Emmanuel. Piga makofi kwao, wako kule mwisho. Geza tena makofi kwa ajili yao. Emmanuel, Michael na Muhina pamoja na jomba zangu. Pia nawatambulisha kwenu mama yangu mlezi, mama Bateyunga, naomba asimame. Mama Mzugu kutoka Dodoma na familia yake, na mzee Kambitoni kutoka Dodoma, nashukuru, naomba usimame. Pia na marafiki zangu wa hapa Dar es Salaam, naomba wote msimame. Na pia napenda kuwatambulisha shangazi zangu Antibati, asimame. Ndugu zangu, shangazi zangu wengine kutoka Tanga, naomba wasimame. Safi, piga makofi. Na marafiki zangu wote naomba msimame. Asanteni sana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo.
Basi nami nitumie nafasi hii kwanza kuwatambulisha wazazi, baba na mama wamekaa kule, naomba wasimame wasapungewa. Makofi kwa baba na mama, makofi mengi. Amina. Alafu kuna makaka na dada wale ambao walikuwa wanapenda kunipiga ngumi. Naomba pamoja na pacha. Na kuna nafasi pia pekee nipende kuwatambulisha wale watu waliosafiri masaa 24 na zaidi mpaka wakafika huko. Wote wasimame kwa pamoja. Hili ni jopo la wana parokia, viongozi, ndugu, jamaa na marafiki kutoka Bujora. Hao ndio wanafuga nyoka. Wasogelea. Hivi pia nipende kuwatambulisha wale ambao ni marafiki kuanzia shule ya msingi, sekondari na mpaka na wengine ni mapadri kama kule waliko pia wasimame. Wote kwa pamoja. Huko kuna waseminari wengine pia ni wa kike. Msifu Yesu Kristo. Na kwa nafasi ya pekee nipende kuwashukuru na kuwatakia mema na wote mtambua uwepo wenu. Msifu Yesu Kristo. Makofi mengi kwa utambulisho mzuri kutoka kwa mapadri wetu wapya. Geza tena makofi kwa ajili yao. Basi MC, kazi kwako. Nishamaliza. Asante baba. Basi wakati huu tunakwenda kwenye tukio la keki kama wote tulivyosikia kwamba pokea makofi mengi na vigelegele. Piga tena makofi. Ongeza tena makofi. Tena nyingi kwa ajili yao. Twende baba. Sijasikia mlima. Tukuze baba. Piga makofi tena kwa ajili yao. Ongeza tena makofi mengi. Haleluya. Tunasikia makofi wale vijelezi. Geza makofi mengi na vigelegele vingi kwa ajili yao. Hebu hivyo pale ulipo tusikie. Pale tuimbe pamoja. Yes. Tunasikia mlima. Asante DJ. Baba Jerome Munishi, nikuombe mzee wangu kwa ridhaa yako. Twende taratibu kwenye meza kuu kwa mhashamu. Atakusaidia dada yangu Francisca hapa kwa kubebea sahani. Twende kwenye meza kuu, tuanze kwanza pale na sisi mapadri tusogee pale juu wakati tunakwenda kulishwa hizo keki tupate picha nzuri za kumbukumbu. Niombe wakati huu mtoto mtakatifu tafadhali naomba sogea karibu. Mtoto mtakatifu tafadhali naomba sogea karibu. Tunawahitaji hapa dakika moja ijayo. Asante. Wapi makofi kwao? Geza makofi kwa baba. Yes. Yes. Baba, nikuombe tupate nafasi kwa kuwalisha hawa watu wetu wapya kama sehemu ya baraka kwao.
Barikiwe sana. Wakati huu niombe Mhasham, watoto wameomba japokuwa una dharura ya kutaka kuondoka mapema, wanaomba wafanye kitu kidogo walau waone wapate na hiyo baraka. Safi, niombe watoto. Safi, nisikie makofi mengi kwa ajili yao. Sogeza watoto hapa mara moja, alafu tutaendelea na ugawaji wa keki. Asante, hao ni mtoto mtakatifu kutoka kwenye parokia yetu ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi, na wamejipanga kwa ajili ya zawadi ya kuburudisha.
keki moja pale juu. Asante. Wakati huu niombe mapadri wapya, naomba tusimame. Ipo heshima ya keki kutoka kwa kamati ya maandalizi na parokia kwa ujumla kwa ajili. Tafadhali Francisco, naomba peleka pale. Safi kabisa. Niombe sasa Padre Gilbert Mushi utakuwa wa kwanza kupokea heshima hiyo ya keki, alafu Padre Peter Mhina utafuatia. Wakati huu tunaokwenda kuchukua chakula, kamati inaniambia wanakuomba usiinuke kabla haujainuliwa, haitapendeza. Naomba uendelee kuketi, utainuliwa maana kiliandaliwa kwa ajili. Tafatia Padre Laurent Basso, tafadhali naomba pokea heshima hiyo ya keki. Lakini pia yuko Padre Benedict Sofe na Padre Simon Shimbe. Asante. Zawadi ya keki hiyo kwa Padre Simon Shimbe. Asante. Niombe wakati huu nikualike hapa mwenyekiti wa parokia, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, ya shughuli hii. Tafadhali naomba sogea, ipo heshima ya keki kutoka kwa baba paroko. Wakati tunaendelea kupata chakula, niombe kwa haraka sana tuwasumbue tena mapadri wetu watano, lakini pia kutakuwa na mwakilishi kutoka kwa wazazi wa mapadri hawa, lakini pia mwenyekiti wa parokia, wageni waalikwa, pamoja na ukwakwata wawakilishi hao niliowataja. Tunawaomba hapa, na ukifika hapa kama atachupa champagne, tunakwenda kufungua champagne. Tuwatakie afya njema na mafanikio tele mapadri wetu hapa. Tafadhali mapadri, naomba niwasumbue tena kwa ridhaa yenu, tuweze kusimama, tuchukue chupa za champagne hapa, tufungue, tuweze kutakiana afya njema, alafu tuendelee na neno. DJ, tunaomba mwakilishi mmoja kutoka kwenye familia za waliopata upadrisho. Kama ni jamaa ya karibu ama ni mzazi ama jamaa ya karibu ya kutoka kwa mmoja kati ya wale mapadri, tafadhali tunakuomba, hata kama mkiwa watatu, tuna champagne za kutosha, tunataka tufungue, tuwatakie afya njema na mafanikio kwenye safari yao ya upadri. Tafadhali wageni walikwa, tunaomba pia mwakilishi mmoja. Bado tunazo champagne za kutosha, tafadhali kama afya inaruhusu, naomba sogea hapa.
Asante, niombe champagne hii ya mwenyekiti wa parokia itakwenda kwenye meza kuu. Sisi mapadri watano, jamaa zetu na marafiki mmewatambulisha na wako upande ule. Niombe tusogee pale kuweza kuwapatia hiyo champagne. Kumbuka champagne zote ni non alcoholic wala hazina kilevi. Kwa hiyo uwe huru mtu wa Mungu kuweza kuzitumia. Naomba champagne zingine twende upande ule. Yes, twende kushoto na kulia. Tunao mapadri, tunao watawa hapa. Yes. Tunao my brothers hapa, my sister. Kama naomba gawa hiyo champagne hapo. Yes. Sisi wengine tafadhali kamata glasi yako ya champagne ama kuna kinywaji ama chupa ya maji, tafadhali kwa heshima kubwa kama afya inaruhusu, naomba kamata hiyo chupa ama glasi ya champagne, simama nayo juu, tuwatakie afya njema, waheshimiwa sana mapadri wetu watano. Tafadhali kamata glasi yako ya champagne, simama juu. Mheshimiwa sana mapadri wetu watano. Sio kila familia inaweza kupata mtu wa namna hii, lakini ni kwa neema ya Bwana familia hizo mmepata watu watano. Yes. Safi kabisa. Kama una furaha kwa ajili ya mapadri wetu watano na afya inaruhusu, kamata glasi yako, simama nayo juu. Wakati huu niombe washereheshaji, wakati kwa kwata wanaimba hapa kwa ajili ya hiyo nyimbo ya pongezi. Niombe washereheshaji tafadhali, naomba tukae tayari, baada ya hapa dakika 2 mtakuja ninyi. Mwenye gari nambari T135 DML na T540 DXC, fika kwenye gari zenu. T135 DML na T540 DXC, fika kwenye motokari yako. Holy God!
Piga makofi kwao. Barikiwe sana. Wakati huu niombe washereheshaji, naomba tusogee hapa kwa ajili ya ile burudani. Na niombe kwenye magari yafuatayo tunayatangaza tena kwa mara nyingine. Kama gari yako unaisikia namba, sogea kwenye gari yako. Kuna vitu muhimu kwenye gari umezuia na vinahitajika kwa ajili ya huduma ya kwenye shughuli. Niombe mwenye Prado DML 135, mwenye gari namba 540 BXC IC na mwenye gari tutakuja kuona vita ya kiroho. Sasa hivi tunaona vita ya kimwili, ambao wimbo wa kwanza alisema Nyerere, vijana wangu wote mmerejea. Lakini Mungu naye anatuambia tumerejea katika imani. Tutaangalia hivi vita, tutawanisha na vita vya kiroho. Hiki ni kikosi cha Singe. Kikosi cha Singe. Bosa. Kwa kujilinda na Singe. Singe. Jilinde. Adui mmoja yuko mbele yako. Utamchoma kwa Singe mara 3. Kwa zoezi hilo. Endelea. Stand up. Stand up. Stand up. Adui amesonga kwa hatua 3 nyuma. Tunakwenda kumchoma kwa Singe. Kwa zoezi hilo. Endelea. Adui yule sasa wameongezeka. Kila unakuja maadui 4 sasa. Mmoja utamchoma kwa tako la utampiga kwa Singe, na mwingine utapiga kwa tako la bunduki. Kwa zoezi hilo endelea. Wameteketezwa. Wamekuja sasa kwa ndege. Tunakwenda kuwatungua na ndege zao. Kwa zoezi hilo kuwateketeza kabisa. Kwa zoezi hilo endelea. Sasa naona wamekuja, wametuona. Tutakwenda kucrawl. Hatutaogopa maji wala mimba wala nyoka. Tutacrawl afu tutaroll mara 3 na tutakimbia na kwenda kuwateketeza wale adui zetu wa mbele. Kwa zoezi hilo endelea. Tunamwomba yule ambaye atawanisha zoezi hili na zoezi la kiroho, atatusomea Waefeso sura ya 6 mstari mpaka wa 18. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 18. Tuangalie sasa vita vya kiroho vinakuwaje. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana
sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya ukuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki vifuani na kufungwa miguuni utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Vita vya kiroho na tumeona vita vya kimwili vinaendana, vinatakiwa preparation. Unatakiwa kujiweka sawa na Mungu kama tulivyovaa sisi. Unatakiwa kujilinda na damu ya Yesu. Tuna rozari, tuna sala mbalimbali. Kwa hiyo tumewanisha vita hivi vya kimwili na vita vya kiroho. Kama nilivyosema, Nyerere alisema vijana wote mmeregea, ndio maana akatupa mambo ya mchaka, na sasa sisi ni wazee, tuna miaka karibu 63, lakini tunaweza kufanya vitu na uimara huu kwa sababu tumeimarika katika mazoezi. Tunatakiwa kuimarika pia katika mazoezi ya kiroho ili kumteketeza yule adui. Sasa kuna wenzetu ambao walifia dini, ambao sasa tunakwenda kuimba wimbo wa imani. Kwa wale wote ambao wanaofahamu, tunaweza tukasimama nao. Tunawaenzi wenzetu wa Uganda waliofia dini yao bila kuogopa. Ngosa! Maya! Imani ya baba zetu na ya kweli Katoliki, tutaishika imara na kuilinda hodari, tufe ikiwa lazima. Sawa hiyo, hiyo si sawa. Katoliki acha vibuko, eti anani chibuko. Sawa hiyo, hata hiyo si sawa. Katoliki acha vituko. Kumbukeni Bwana Yesu, yeye alituonya sana. Mchanganyo yeye kamwe hautaki. Ukiendelea hivyo yeye atakutapika. Kumbukeni Bwana Yesu, yeye alituonya sana. Mchanganyo yeye kamwe hautaki. Tukiendelea hivyo yeye atakutapika. Manabii wa uongo Yesu alituonya nao, kwamba wanafisha imani na kutujaza ujinga, hata nguvu ya maombi ndani yetu inakufa. Manabii wa uongo Yesu alituonya sana, kwamba wanafisha imani na kutujaza ujinga, nguvu ya maombi ndani mwetu inakufa.
tutimiza ile tuloahidiwa. Tunashika kuombea hata familia yetu ya maombi na kusa pole pole tumesubiri ile tuloahidiwa. Sawa hiyo, hata hiyo si sawa, hata viruko kula keki ya upako. Sawa hiyo, hata hiyo si sawa, Katoliki hata vituko. Piga makofi kwa ajili yao washereheshaji. Giza zuri. Safi kabisa. Basi mimi kama sizungumza, baba askofu wa haraka amekuwa mengi, nimkaribisha yeye kwanza amalize, na baada ya hapo shughuli hii ataiacha chini ya usimamizi mkuu wa shirika. Lakini basi kwa heshima kabisa hawezi kuondoka kabla ya kuambia mawili matatu ya kututia moyo na kututakia kila jema katika sherehe hii ambayo leo inaendelea mpaka siku inayofuata. Baba, karibu sana. Wakati baba askofu msaidizi anakwenda kuzungumza, naomba tuwe na utulivu, naomba tutulie, tumsikilize baba wakati anakwenda kuzungumza. Naomba tutulie tafadhali, naomba utulivu tafadhali. Amen. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu nyingi kwenu nyote wana Kinyerezi kwa siku ya leo, na hongereni sana kwa kufanikisha tukio la leo. Kwa wale mapadi wapya, ninawatakia kila laheri katika utume wao kama mapadi, wakachape kazi. Wamepadilishwa ili kulihudumia taifa la Mungu na sio kujihudumia wao wenyewe. Kumbe nawatakia kila laheri katika utume wao.